Pendo msikilizaji wa Mam Media, karibu sana asubuhi ya leo unapoungana nasi katika kipindi cha maombi na tafakari ya neno la Mungu. Roho nijawe tena, Roho nijawe tena, Roho nijawe tena, Roho nijawe tena, kama siku. Baba yetu mtukufu, asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako, asante kwa sababu unatupenda. Tunapoona asubuhi ya leo, tunaomba iwe ni ishara ya uwepo wako katika maisha yetu. Tutakapoenda utuongoze, tubariki, walio mashambani wabariki, walio mjini wabariki kama ilivyo ahadi yako. Asante kwa sababu unatusikia. Naomba nguvu zako za Roho Mtakatifu zituongoze katika jina la Yesu. Amen. Katika karne ya kwanza, wakati kanisa la mitume lilikuwa linatangaza injili kwa nguvu, waliokuwa wanaipinga injili ya Kristo waliipinga nao kwa nguvu na walikuwa wanawapeleka katika magereza. Na hapa tutaangalia historia ya Paulo na Sila wakati walikuwa wamefungwa gerezani. Katika kitabu cha Matendo sura ya 16, mstari wa 16 ukishuka hadi mstari hata wa 13, tunaona historia ya mtume Paulo pamoja na Sila. Usiku ule walikuwa wamefungwa minyororo katika vyumba vya gereza kwa sababu moja tu, kwamba wamekuwa wakitangaza Yesu kama Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Ndugu yangu, ni mara ngapi unatangaza Yesu kama Bwana na Mwokozi wa ulimwengu hadi ulimwengu unafikia kukuchukia, au unajipendezesha kwa ulimwengu kwa kulizaraulisha jina la Mwokozi wa maisha yako ambaye ni Yesu Kristo? Paulo na Sila walikuwa na nguvu nyuma yao ambayo ilikuwa inawasukuma kuendelea kumuinua Yesu hata katika shida, hata katika vyumba vya gereza, hata katika minyororo, hata katika giza. Waliinua Yesu kwa sababu ya nguvu hiyo, na nguvu hiyo bila shaka ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu hiyo iliwawezesha kusimamia ukweli wakati giza lilikuwa linatanda katika ulimwengu mzima. Lakini pia nguvu hiyo ilikuwa na uwezo wa kuvunja minyororo na kufungua milango ya gereza. Mpendwa msikilizaji, acha nikuhakikishie kuwa nguvu ya Roho Mtakatifu ina uwezo wa kusimamisha na unaitetea kweli wakati giza inatanda dunia nzima. Lakini pia nguvu hiyo inakuwa na uwezo wa kuvunja minyororo na milango ya gereza. Mpendwa msikilizaji, inawezekana umefungwa na minyororo katika maisha yako na unahitaji kufunguliwa. Nguvu ya Roho Mtakatifu ina uwezo wa kukufungua na kukuweka huru kabisa. Minyororo yote ya addictions mbalimbali, inawezekana umefungwa na minyororo ya madawa ya kulevya, urahibu wa madawa ya kulevya, unafungwa na minyororo ya urahibu wa ulevi. Inawezekana umefungwa na minyororo ya urahibu wa picha za ngono. Kwa namna yoyote ile ambayo shetani anaweza kuwa anakushikilia, nguvu za Roho Mtakatifu zinaweza kukuweka huru na kuvunja minyororo hiyo. Minyororo ilipofunguka na milango ya gereza ikafunguka. Inawezekana milango imefungwa mbele yako katika biashara yako, hauendelee. Afya yako unahisi ya kuwa imefungwa, japokuwa Mungu anataka tufanikiwe katika afya yetu, katika biashara zetu, katika sekta zote za maisha, lakini kwako unaona kana kwamba milango imefungwa. Ndugu yangu, acha nikuhakikishie kuwa nguvu za Roho Mtakatifu, mbali na kwamba zinakuinua kutetea kweli wakati wa giza, zinaweza pia kuvunja minyororo, lakini pia zinafungua milango katika maisha yako. Kwa wale wote ambao wamefungwa minyororo na mwovu shetani, kwa wale wote ambao milango imefungwa mbele yao, wanatafuta njia lakini hawaione, tunaenda kuwaombea asubuhi ya leo. Baba, upate kuwafungua, regeza kamba zinazowasumbua, lakini pia fungua milango mbele yao. Kama ni katika sekta ya biashara, wafungulie milango wapate kubarikiwa. Wanaofungwa katika afya zao, wafungulie milango wapate kupata uponyaji. Wanaofungwa katika huduma mbalimbali ambazo wangependa kuzifanya lakini vitu haviende sawa, tunaomba wapate kuwafungua katika jina la Yesu Kristo.
watakapofunguliwa kupitia nguvu hizi za Roho Mtakatifu, watalishukuru na kulisifu jina lako. Asante kwa sababu Roho anaposhuka, vile ambavyo havikuwezekana kwa wanadamu vinawezekana. Roho anaposhuka, vile ambavyo vilikuwa vimefungwa vinafunguliwa. Tunaomba ifanyike hivi kwa wana wako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu utatenda, katika jina la Yesu. Amen. Ili watu wote wajue wewe Mungu wao. Si ulisema uwe ni Mungu, Wewe Mungu usiyeshindwa na neno lolote. si ulisema sikio lako sisito, halichoki kusikia. nisikie ninena kuna wewe Bwana. Nijapo mbele zako, ili watu wote wajue Wewe Mungu wao.